Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia, pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Jumanne ya Mei 12 ambapo Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ameapishwa kwa muhula wa 5 kuongoza taifa hilo la Afrika Mashariki. Baadhi wanasema huenda ndio awamu ya buriani. Siku ya leo tarehe 12 mwezi wa Mei mwaka 2026 tumeweza kushuhudia Uganda ikiandika historia nyingine ambapo Rais Museveni ameweza kuapishwa kama raisi. Kwingineko, Ufaransa yatangaza mabilioni ya dola kuwekeza barani Afrika. Ukiangalia katika ile nitasema long term, manufaa ya kiuchumi ya muda mrefu, Ufaransa kwa mfano inaungana hasa na Kenya katika siku ambazo zimepita katika kupeana mikopo. Kwa sasa hivi Ufaransa ama mkopo wa Kenya ile tunaita bilateral debt ni karibu 10% ya deni zote za Kenya. Kwa haya na mengine zaidi, kanasi kwanza taarifa za habari na Ibrahimu Hassani. Kampala, Uganda. Rais wa Uganda Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 ameapishwa leo kuendelea kuiongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine wa miaka 5 ambapo huenda ukawa wa mwisho kwake, ingawa si lazima uwe wa mwisho kwa familia ya Museveni. Museveni amekuwa madarakani kwa takriban miaka 40 mfululizo. Mwana wa rais huyo na aliyechukuliwa kuwa mrithi wake, mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, alisimamia mazoezi ya siku kadhaa ya gwaride la kijeshi litakalopamba sherehe ya 8 ya kuapishwa kwa Museveni. Ndege za kivita aina ya Sukhoi zilizotengenezwa Urusi zilionekana zikizunguka kwa kishindo katika viwanja rasmi vya sherehe jijini Kampala. Aidha, Jenerali Muhoozi Kainerugaba anaonekana kuwa tayari kuchukua madaraka. Tayari ametangaza nia yake ya kumrithi baba yake na hivi karibuni alisema kuwa mpango huo hauwezi kuzuilika. Hata hivyo, safari yake kuelekea urais inaonekana kuwa ngumu kidogo na inaweza kufuata njia mbili. Aidha, inachukua madaraka bila umwagaji damu, lakini kinyume cha katiba, au kufanyika kwa marekebisho ya katiba yatakayowawezesha wabunge wa chama tawala ambao pia wana wingi mkubwa bungeni kumchagua kama mrithi wa Museveni. Ushindi kupitia uchaguzi unaonekana kuwa changamoto kubwa kwa Muhoozi, hasa kutokana na ushindani kutoka kwa kiongozi wa upinzani Bobi Wine, mwanamuziki maarufu ambaye pia amewahi kugombea urais mara 2 na kupinga matokeo ya uchaguzi wa Januari uliompa Museveni ushindi wa muhula mpya. Cape Town, Afrika Kusini. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema atapinga kisheria ripoti iliyofungua njia kwa bunge kuzingatia kuanzisha mchakato wa kumuondoa madarakani kutokana na wizi wa kiasi kikubwa cha fedha katika shamba lake binafsi. Uamuzi wa mahakama ya katiba wiki iliyopita ulisema kuwa bunge lilikiuka katiba lililopiga kura ya kukataa kuanzishwa kwa uchunguzi wa kumuondoa Ramaphosa madarakani kuhusiana na ripoti ya Pala mwaka 2022. Utata huo unatokana na kile kilichojulikana kama sakata la Pala ambapo maelfu ya dola yaliibwa kutoka kwenye samani katika shamba lake la wanyamapori. Jopo huru lilisema kuna ushahidi wa awali unaonyesha kuwa Ramaphosa huenda alifanya ukiukwaji mkubwa wa maadili katika namna iliyoshughulikia suala hilo.
Mahakama ya Katiba ya Afrika Kusini iliamua wiki iliyopita kuwa suala hilo linapaswa kuchunguzwa tena zaidi kupitia mchakato wa bunge wa kumwondoa madarakani badala ya kufutwa. Kwa upande mwingine, Ramaphosa anasema kuwa ataiomba mahakama kupitia upya wa kufuta ripoti hiyo, akidai kuwa ilitegemea ushahidi wa kusikia kutoka kwa watu wengine. Nairobi, Kenya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji wa dola bilioni 27 za Kimarekani wakati wa mkutano wa African Forward Summit nchini humo. Macron alisema Jumatatu kuwa Afrika na Ufaransa zina ushirikiano na usawa wenye malengo ya pamoja, huku akitangaza uwekezaji wa dola bilioni 16.4 kutoka kampuni za Kifaransa za sekta binafsi na umma, pamoja na dola bilioni 10.5 kutoka kwa wawekezaji wa Kiafrika katika sekta za mabadiliko ya nishati, kilimo na akili bandia. Macron alisema uwekezaji huo utazalisha takriban ajira 250,000 nchini Ufaransa. Mkutano huo wa siku mbili, wa kwanza kufanyika katika taifa la Afrika linalozungumza Kiingereza, ulianza Jumatatu hii. Hii inaonekana kama juhudi za Ufaransa kuimarisha tena uhusiano wake na mataifa ya Afrika yanayozungumza Kiingereza, wakati ushawishi wake katika baadhi ya makoloni yake ya zamani ukizidi kupungua. Bauchi, Nigeria. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa angalau raia 100 waliuawa katika shambulio la anga la jeshi la Nigeria kwenye soko lililojaa watu katika jimbo la Zamfara, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Shambulio hilo lilitokea katika soko la Tumfa wilayani Zurmi siku ya Jumapili. Ni tukio la pili ndani ya mwezi mmoja kusababisha vifo vya watu wengi katika soko la kaskazini mwa Nigeria. Makumi ya majeruhi walikuwa wakipatiwa matibabu katika hospitali ya Zurmi na eneo la karibu la Shinkafi. Aidha, Amnesty imesema wengi wa waliouawa ni wanawake na wasichana. Jeshi la Nigeria halijatoa tamko rasmi mara moja, lakini hapo awali limekuwa likikanusha kulenga raia. Lilisema mashambulizi yake ya anga hutegemea taarifa za kijasusi na hulenga magaidi pekee. Kwa mujibu wa mashuhuda, ndege za kijeshi zilionekana zikizunguka eneo hilo mchana kabla ya kurejea saa kadhaa baadaye na kulishambulia soko hilo lililokuwa limejaa watu. Mwezi April, takriban raia 200 waliuawa katika shambulio hilo kwenye soko la kila wiki katika eneo la Jili, kaskazini mashariki mwa Nigeria. Tuanzie mjini Kampala ambapo sasa ni mwaka wa 40 wa utawala wa Rais Yoweri Kaguta Museveni. Kiongozi huyo wa miaka 81 ameapishwa leo kwa muhula wa 5, ambao wengi wanabashiri huenda ndio wa mwisho, japo sio kikomo cha utawala wa familia ya Museveni. Rais Museveni alitoa mamlaka ya Uganda mwaka 1986 kupitia mapinduzi, na tangu hapo amesalia madarakani. Vyama vya upinzani vimelalamikia kukandamizwa, huku viongozi wakuu wakisalia korokoroni na kukimbilia uhamishoni. Kwa mamilioni ya raia wa Uganda, Rais Museveni ndio kiongozi pekee wanayemfahamu. Wengi wanahoji hali itakavyokuwa baada ya kikomo cha uongozi wake na utaratibu wa kutoa mamlaka wa kiongozi mpya. Gabriel Ingubu amezungumza na mchambuzi wa utawala nchini Uganda. Siku ya leo tarehe 12 mwezi wa Mei mwaka 2026 tumeweza kushuhudia Uganda ikiandika historia nyingine, ambapo Rais Museveni ameweza kuapishwa kama rais. Katika ujumbe wake ambao ametoa, amezungumzia kulinda mafanikio ambayo nchi imeyafikia ya uchumi wa kati, pamoja na kujenga viwanda na kuongeza thamani ya rasilimali, bila kusahau swala la amani na ulinzi. Jambo jingine amezungumzia nchi Uganda kuwa inajitegemea na kutoruhusu nchi nyingine kwanza kutoa maamuzi ama kuamulia nchi. Alafu mwisho, kawaida jambo hili huwa analizungumzia la ufisadi na halijakosa katika hotuba yake. NRM, chama tawala, wengi wanasema imefika kumtafuta mrithi wa Rais Museveni. Nani katajwa kupokea urithi huu? Watu ambao wanaweza kuongoza nchi hii wapo wengi. Katika chama tawala cha NRM, miaka ambayo wamemaliza kwenye hatamu za uongozi, pia tuna imani kwamba wameweza kuandaa. Huwa tunawarejelea kama makadas wa chama tawala cha NRM. Wameandaliwa wengi ambao wanaweza kuongoza taifa hili. Mikakati mingine ipo, tetesi zipo, lakini sasa ile mikakati iliyo wazi ambayo tunangesema kwamba ndio inafaa kuhakikisha kwamba tunapata kiongozi mwingine baada ya uongozi wa Rais Museveni haijitokezi waziwazi. Hakuna hatua za kimakusudi ambazo zipo kwa hili jambo.
Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, anatajwa kuonekana mrithi wake. Ana ushawishi gani katika nyanja ya jeshi, NRM na hata kwa raia wa Uganda? Naweza nikasema kwamba haupo, kwa sababu hiyo mkakati imeanzwa kitambo. Tuchukue mfano, yeye amekuwa mwanajeshi, sio mwanajeshi tu, lakini amekuwa katika nafasi za uongozi jeshini kwa muda mrefu, miaka mingi. Amekuwa na usemi jeshini. Kwa hivyo ina maana kuna asilimia kubwa ya vijana ambao amewawezesha kuingia jeshini. Kuna vijana ambao wamefanya kazi chini ya mamlaka yake na wanamwamini. Kwa hivyo yeye kama kiongozi jeshini amekuwa na hiyo fursa. Kwa hivyo hilo hatuna wasiwasi, bila shaka ana asilimia fulani tena kubwa ya wale ambao wanamuunga mkono. Chama tawala bila nao wapo, alikuwa ameanzisha mikakati, zilikuwa kama ni campaign, anasherekea siku zake za kuzaliwa, alafu anaalika watu wengi kuhudhuria, na miongoni mwa wale ambao walikuwa waandalizi wa shughuli kama hizo walikuwa ni viongozi au bado ni viongozi wa chama tawala cha NRM. Alafu raia pia wanamuunga mkono kutokana na sifa za baba yake. Kwa hivyo wana imani kwamba huenda na mtoto wake akianzia pale babake atakapo amefikia, ndio ataendeleza zile itikadi za chama tawala cha NRM, ataendelea itikadi na mawazo ya baba yake. Na wale wa upinzani wameongea chochote kuhusiana na la leo? Wao jambo hili wamelipinga, kwamba nchi haina maendeleo, nchi haina amani na utulivu, wakidai kwamba viongozi wa upinzani na raia wa upinzani, wale ambao hawaungi labda utawala wa Rais Museveni, wameishia kufungwa gerezani. Kwa hivyo wakaona kwamba hili halifanyi taifa kuwa na amani. Shukran sana Daktari Luuka Yunus kwa kupata muda wa kuzungumza na idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika. Ni Gabriel Ingubu akizungumza na Lubuka Yunus, mtaalamu wa uongozi Uganda. Shirika la haki za binadamu la Amnesty International pamoja na makundi mengine ya kibinadamu yametoa taarifa wiki hii na kutaka juhudi za usalama kuimarishwa katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia mauaji ya mamia ya raia. Mashirika hayo yamelalamikia jeshi la serikali FARDC, kikosi cha kulinda amani cha MONUSCO na wanajeshi wa Uganda wanaoshika doria mkoa huo kwa kukosa kulinda raia dhidi ya mashambulio ya kila mara kutoka kwa makundi yenye silaha. Katika miezi ya karibuni, mamia ya raia wa Ituri wameuawa, wengi kutekwa nyara na maelfu kuhama makazi yao baada ya kushambuliwa na kundi la kigaidi la ADF. Aidha, makundi ya waasi, moja kutoka jamii ya Hema CRP na lile la Kodeko la jamii ya Lendu, walilaumiwa kwa mauaji ya karibu raia 70 mapema wiki hii, ukatili wote ukifanyika eneo ambapo vikosi vya usalama vimekita kambi. Msekedide ameandaa taarifa hii kuangazia mzozo wa usalama mkoani Ituri. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za mashirika yanayotetea haki za binadamu kwa hadhi za kimataifa kama vile za mitaa, mauaji hayo ya raia mashariki mwa nchi yanayoendeshwa na makundi yakiwemo ADF, CRP, Kodeko, licha ya juhudi zinazofanywa na jeshi la serikali na washirika wake, hayaeleweki, nayo ni kama kitendawili kinachokosa mtegusi. Kuhusu hilo, Mdiwani Kasereka Siva Mwenda Gilbert huko Ituri amesema, sisi kama wanabunge tumeweza kuonana leo na wakubwa wa wanajeshi wanaoongoza maoperesheni za Ituri. Tumeweza kuwaonesha tatizo ambazo ziko mjijini, raia wanaendelea kuuliwa, raia wanaendelea kupoteza vitu pasipo kuweza kusaidiwa. Tunatoa mwito kwa wakuu viongozi, hata government yetu ya Kinshasa, wachukulie hiyo vita namna wanachukulia vita ya M23, sababu imeonekana kama hiyo vita ya M23 ndio imekuwa priority ya gouvernement, ijapokuwa pia ya ADF watu wanaendelea kuteseka katika teritoria ya Mombasa. Nilimuuliza Bwana Kima Stefano, kwa nini uwingi wa makundi mkoani Ituri na serikali ishindwe kuwadhibiti? Uwepo wa makundi ya wanamgambo kwa wingi katika jimbo la Ituri imekuwa ikikera, na hasa kutokana na kwamba wamoja wamejipatia sifa hiyo kulingana na migodi ya kuchimbia madini, na hii imekuwa ikiwapelekea kupata fedha na kuweza kununua zana za kivita. Na wamoja husema kwamba uwepo kwa wingi wa makundi hiyo inaweza kuchukuliwa kwa njia kingo upande wengine wanasiasa ambao wametafuta kujitajirisha katika
magendo hayo wamekuwa wakichangia na kusapoti makundi hayo, na mara nyingine huwa ni hata kati ya viongozi wanaoongoza nchi hii ambao wamekuwa wakifaidika pia katika madini haya. Kwa hivyo wamoja wameona kwamba njia pekee ya kutajirika ni damu ya wananchi kuendelea kumwangika kwa muda mrefu, kwa sababu haiwezekani serikali ishindwe kutokomeza makundi hayo kwa muda wa miaka kadhaa hii. Bwana Muhindo Vukulu alitupa mtazamo wake kuhusu kuendelea kwa uwepo wa ADF. Kwa nini ADF amalizike? Tukiwaza kama kuna jambo fulani ambazo zinaleta ADF anakuwa kama iko nguvu, lakini kwa ukweli ADF si adui wa nguvu hata. Kwa kuwa wakati Jemadari Bauma alikuwa akiongoza vita hii ya kuwapiga ADF, ya kwanza Jemadari Bauma aliwasiliana sana na raia ili aelewe ADF yuko wapi na afanye nini ili ampige. Ya pili, Jemadari Bauma aliweza kutia nia yake na mafikiri yake yote kwa kupiga adui amalizike. Alikuwa na nia kumaliza adui. Alafu sasa tukiona inawezekana kama wakubwa wetu ambao tuko nao kwa sasa hawakuje kabisa na hii nia, wanapigana na ADF, wakati ADF alikuwa kuingilia wa raia ndani ya mwingine, ndio utasikia jeshi zilienda huko. Kwa nini basi serikali ishindwe kudhibiti mauaji haya na kundi la ADF? Wakili Omari Kavota ni mtafiti wa masuala ya ugaidi, kaja na mtazamo. Kuweza kutia serikali ya kijeshi ile inaitwa etat de siege katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri ilikuwa katika jitihada za serikali kutokomeza kundi la ADF, MTM ama ISCAP. Lakini kwa bahati mbaya M23 nayo iliamka, ikaonekana ya kuwa mbinu na akili zote zinakuwa kama zinaelekea hiyo vita ya ugaidi. Mseke Dide, Idhaa Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni Mseke Dide. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni Idhaa Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta Idhaa Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia jiunge, yani usubscribe na YouTube Idhaa Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Katika siku hizi mbili jijini Nairobi, mkutano wa uwekezaji kati ya Afrika na Ufaransa unaendelea kuvuta hisia za wadau wa uchumi na maendeleo. Mkutano huu unalenga kuchambua fursa za kiuchumi na maendeleo ya Afrika, huku Kenya ikitarajiwa kunufaika kwa njia mbalimbali, ikiwemo kukuza uhusiano wa kibiashara, kuongeza uwekezaji kwa wajasiriamali na kuinua sekta ya hoteli jijini Nairobi. Ili kutupatia uchambuzi zaidi wa athari na fursa za mkutano huu kwa Nairobi, sasa tunaungana na Johnson Denge, mfuatiliaji wa masuala ya uchumi, na Alex Manyasi, mfuatiliaji wa masuala ya sera mtawalia. Kuna tu nafasi mingi za Kenya na Afrika hasa kunufaika katika mkutano huu wa kati ya Ufaransa na Afrika, na unafanyika Nairobi, ambao ni mkutano wa kipekee, ikiwa kwamba ni wa kwanza kufanyika katika nchi ya Commonwealth, na manufaa haya yanaweza tofautishwa kina mara mbili hasa kwa Kenya. Ya kwanza ni ile tunasema short term ama ya hivi karibuni, na haya mengine yatakuwa ni manufaa ya muda mrefu. Ukiangalia katika manufaa ya short term ni kama ile sekta ya huduma ambayo itanufaika na hasa wale delegates ambao wamekuja mkutano huu, ikiwemo mambo ya accommodation ama makazi katika hoteli, mambo ya usafiri, mambo ya chakula, mambo ya kufanya biashara hata hasa katika mji wa Nairobi, na wanabiashara wale wadogo wadogo ambao wananufaika kwa mikutano kama hii, hasa wakati inafanyika kwa nchi kama Kenya.
Ukiangalia katika ile nitasema long term, manufaa ya kiuchumi ya muda mrefu, Ufaransa kwa mfano inaungana hasa na Kenya katika siku ambazo zimepita katika kupeana mikopo. Kwa sasa hivi Ufaransa ama mkopo wa Kenya, ile tunaita bilateral debt, ni karibu 10% ya deni zote za Kenya. Kwa hivyo tunatarajia labda kutakuwa na uwekezaji zaidi katika mambo ya kusaidia Kenya mikopo. Kuna Ufaransa imehasa wekeza kiasi, inaonyesha kuendelea kuwekeza katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya teknolojia, sekta ya ukulima, hasa ukulima sasa, sekta ya ile inaitwa climate change ama ya environment, mazingira, sekta ya usafirishaji na pia sekta zingine kama za kawi. Tunaona kwamba pia sasa hivi kampuni za Faransa ambazo zina biashara hapa nchini Kenya, ambazo takriban zaidi ya 140 zinapeana ajira zaidi ya 30,000 kwa Wakenya. Kwa hivyo na uendezaji wa uwekezaji wa Ufaransa humu nchini, tunatarajia pia itaweza kuongeza ile employment ama kupeana ajira kwa Wakenya, hasa vijana ambao wangetaka kuhusika na teknolojia ama ukulima sasa na mambo kama hayo. La tatu ni katika ile inaitwa exports. Kwa sasa hivi ile deficit, ile bidhaa ambazo tunaagiza kutoka Ufaransa na zile tunauza Ufaransa iko karibu nusu na karibu 50%. Kwa hivyo tunatarajia kwamba Kenya ikiwa anka ya mkutano huu wa kipekee kufanyika eneo hili, basi tutaona uzidishaji wa ile tunasema value addition katika bidhaa za Kenya, na pia uwezekano wa sisi kupeleka bidhaa zetu ama kuuza bidhaa zetu zaidi ili kupunguza ile deficit, import export deficit ambayo iko kwa sasa. Lingine ambayo naona litakuwa la manufaa ni kwamba kuna ile exchange ya science ama teknolojia kupitia research. Franza wana weledi katika research, na tunatarajia kwamba hasa wakiweza kufanya ushirika na vyuo vikuu vyetu na pia katika hali yao ya kufanya kazi nchini humu, basi itakuwa wakati mwafaka wa kufanya ile exchange ya information, exchange ya research, na hiyo itasaidia hasa katika uvumbuzi ama kufanya mambo mengine katika sekta zetu. Ni mkutano ambao umeweka hadhi Nairobi kwa kiwango cha juu, na ni kwa sababu unapotazama mikutano mingi tu, huu ukiwa mmojawapo, ni kwamba jambo la kwanza ni kwamba Ufaransa imeona kwamba Nairobi inaweza kuwa mwenyeji wa Afrika kuleta mkutano huu. Labda watu wajiulize kwa nini haingeweza kuenda mahali pengine, lakini kwa sababu ni ile friendliness ama urafiki ambao Nairobi inaonekana kuwa na mataifa mengine. Jambo la pili, Nairobi katika region hii ni kama hub, kituo ambacho usafiri wake kutoka Afrika kuja hapa na kuondoka Nairobi kwenda nchi zingine za Afrika ni rahisi sana. Ukiangalia kama vifaa kama mahoteli, mambo ya security, infrastructure, ile intelligence na vitu zingine ambazo ziko hapa Nairobi ama Kenya, zinafanya inakuwa rahisi mkutano kama ule kufanyiwa hapa Nairobi bila kuwa na wasiwasi ya kwamba labda kuna jambo mbaya ambalo linaweza kufanyika. Na kiangalia zile institutions kama Umoja wa Mataifa wanaposema kwamba wanaleta ofisi zao hapa Nairobi, kuongezea zile ambazo ziko hapa, inachangia ile imani ambayo international community iko nayo kwa nchi ya Kenya na haswa Nairobi. Na kwa hivyo inaweka hadhi ya Nairobi ama ya Kenya katika kiwango kingine cha juu, na kwa hivyo tutarajia kwamba apart from zile hoteli kupata wageni na wafanyikazi kupata kazi, kuna zile tunatarajia kwamba investments kwa sababu ya ile confidence ambayo watu wako nayo kwa nchi ya Kenya zitaenda juu, na tutarajia kwamba Kenya kwa dola itakuwa thabiti na mambo mengine pia kama yale yataendelea kusaidia Kenya na uchumi wake kuwa na stability ambayo labda nchi zingine tunapozitazama hazija kuwa na nafasi ya kuwa na nafasi kama ile. Kwa hivyo mambo ni mengi tu, na tutarajia kwamba mengi yataendelea kuonekana. Ukiangalia zile nchi ambazo zimekuwa na vita, zile nchi ambazo hazina investments nyingi, hazina wageni wengi, tumeangalia kwamba pesa zao kwa dola zimekuwa zikipanda sana. Unapata nchi kama Nigeria, unapata nchi kama Malawi, unapata nchi kama zingine za West Africa, sarafu zao kwa dola, exchange rate yao iko juu sana. Kwa hivyo inapokuwa hivyo, basi wakitaka kufanya importation ama kufanya biashara, basi uchumi unaathirika vibaya sana. Lakini Kenya imekuwa na stability nzuri tu kwa miaka ambayo haijapungua tangu
huu wakati wa corona, basi stability ya Kenya imekuwa ya kiwango ambacho ni kizuri, na kwa hivyo tunatarajia kuona kwamba hilo litaendelea kwa miaka ambayo inakuja pale mbele, haswa tunapoendelea kupata wageni na tunapoendelea kuona ya kwamba international community inakuja hapa na investments za nje, na especially Umoja wa Mataifa unapohamia hapo. Taarifa kutoka mji wa Uvira, mkoa wa Kivu Kusini, mashariki mwa DRC zinasema waasi wa kundi la AFC M23 wameondoka maeneo kadhaa waliokuwa wanayashikilia kufuatia shinikizo kutoka Marekani ambayo imesaini mwafaka wa kusitisha mapigano kati ya Rwanda na DRC. Washington aliitaka M23 kuondoka umbali wa kilomita takribani 70 kaskazini mwa jiji la Uvira, eneo waliloliteka hapo Disemba ya mwaka uliopita 2025. Kutoka Kinshasa, Fredi Tendilonge ana taarifa zaidi. Mashahidi wamesema wapiganaji wa M23 walianza kujiondoa maeneo za Sange, Nyakabera, Luberizi na Bwegera jioni ya Jumapili tarehe 10 Mei. Taarifa ambayo imethibitishwa pia na shirika la raia huko Sange. Kidumu Msengetera ni mwanamemba wa shirika la raia Sange. Tangu hapo siku ya Jumapili usiku mzima ulienda kuonekana kuondoka kwa majeshi ambayo yalikuwa mabiti kwa Kabunambo kwenye barabara na Sange, Buberizi na Bwegera, yalienda kuondoka yakichukua njia ya kwenda Kamanyola. Ile ndiyo imeenda kuonekana kwa sasa. Ambao wameenda kuingia ilikuwa ni FARDC wakishirikizwa na vijana wazalendo. Sisi hatuwezi kusema kwamba wamesema wameelekea wapi, kwa sababu hawakuongea na mtu kusema kwamba wanaenda fasi fulani. Nikiwa wameongea na mtu, yule mtu hakuwahi kusema kwamba wamemwambia wanaenda wapi. Ilionekana kwamba ni njia ya kwenda Kamanyola tu ndio imeenda kuonekana. Kujiondoa kwao kumethibitishwa pia na jeshi la Kongo ambalo baadaye lilitangaza kurejea kwao katika maeneo haya katika uwanda wa Ruzizi na nyanda za juu. Luteni Mbuikalo Njirege ni msemaji wa operesheni za Sukola D huko Kivu Kusini. Je vous signale déjà à ce moment-ci les FARDC sont complètement installés. Nawajulisha kuwa kwa wakati huu FARDC wapo Mutarure toka maeneo ya Kabunambo ambapo adui alikuwa na tayari wameondoka sasa. Imethibitishiwa na jeshi la taifa na wasaidizi wao wazalendo. Mstari wa mwisho wa maadui ni eneo la Luvungi. Hii yote sio tu kutokana na shinikizo la FARDC, lakini pia shinikizo la kidiplomasia kutoka Washington katika makubaliano ya DRC na Marekani. Dans le cadre des accords entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Hata hivyo, kwa upande wa M23 hawazungumzii kama kujiondoa, bali kama kujipanga upya. Hili ni tendo la nia njema kulingana na mchakato wa amani, amesema afisa mkuu mmoja wa AFC M23. Ikumbukwe kwamba kitendo cha waasi wa AFC M23 cha kukamata mji wa Uvira mnamo mwezi Disemba mwaka 2025 kiliikasirisha Washington, ambayo ilidai kujiondoa upande mmoja. Kulingana na jeshi la Kongo, AFC M23 sasa imerejea Luvungi, kilomita 65 kaskazini mwa Uvira. Siku ya Ijumaa tarehe 8 Mei mwaka huu, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa wito kwa pande zinazopigana kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano na kupunguza mvutano. Fredi Tenzilonge, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Kinshasa. Ni Fredi Tendilonge. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo, mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Ukiwa hapo mashariki mwa DRC unaweza kutupokea kupitia redio washika. Redio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa. Jioni njema.